Mbowe ni gaidi na upo ushahidi wa kutosha kwamba Mbowe ni gaidi. Na rais akaenda mbele akasema hata wenzake na Mbowe tayari wamefungwa. Ipitieni hiyo interview mtasikia. Baada ya rais kusema, aliyekuwa IGP kipindi hicho Simon Siro naye aliita vyombo vya habari akawathibitishia Watanzania kwamba Mbowe na wenzake ni magaidi, na mpaka akatuambia wanachadema tumwambie Mbowe atuambie ukweli, kwa sababu ni wazi kwamba Mbowe amefanya vitendo vya kigaidi. Ndugu zangu waandishi wa habari, ukiangalia interview ya rais, ukaangalia na interview ya IGP, ilikuwa wazi inamuincriminate Mbowe kuhusika na ugaidi. Lakini kilichokuja kutokea ni kwamba baadaye waliachiwa kwa nolle prosequi. Mtu unajiuliza, ingewezekanaje watu wenye ushahidi wa kutosha wakashindwa kumalizia kesi kwa kuwafunga na baadaye wakawaachia? Hapa unapata picha kwamba kesi ile ilikuwa ni kesi ya kisiasa na hapa kuwepo na ugaidi wowote. Kama haitoshi, nimesema kwenye kesi hiyo nilikuwepo. Mwaka 2003 mwezi Agosti, aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Sweden na kwingineko, Dr. Wilbrod Peter Slaa, alikamatwa nyumbani kwake Mbweni, na mimi kama wakili wake nilienda nikafuatilia swala lake, na baadaye akapelekwa kituo cha polisi Oysterbay. Tulipofika Oysterbay polisi, alielezwa amekamatwa kwa sababu ya uchochezi kutokana na maneno aliyoyatoa Clubhouse. Akaandika maelezo, na baada ya kumaliza kuandika maelezo, kwa sababu ni balozi, kwa nafasi yake, hata kama alikuwa tayari amesha acha ubalozi kule, lakini kwa ile title yake ya ubalozi alikuwa anaweza kujidhamini, kwa sababu sio flight risk, sio mtu ambaye mnamuhofia kwamba anaweza akatoroka. Kwa hiyo wakati tuko kwenye process pale Oysterbay za kuhakikisha anajidhamini ili aweze kurudi nyumbani kuendelea na shughuli zake, kutokana na lile kosa la uchochezi ambalo liko chini ya sheria inaitwa Cyber Crime Act, mara ikapigwa simu. Bahati nzuri tulikuwa tunaisikia. Simu ilivyopigwa ikatoa maelekezo kwamba kosa hilo liondolewe na Dr. Peter Wilbrod Slaa apewe kosa la ugaidi. Yule polisi aliyekuwa anachukua maelezo, ambaye alikuwa anasubiri tujaze fomu ya kujidhamini, akachana yale maelezo ya Dr. Slaa yaliyokuwa yanahusiana na uchochezi, akaenda kuleta karatasi nyingine, tukaanza kuhojiwa juu ya ugaidi. Mimi kama wakili nikamwambia Dr. Slaa, andika particulars tu, andika majina yako, anwani yako na kadhalika, usitoe maelezo juu ya ugaidi. Akanisikiliza, nikamwacha, nikaondoka, akakaa ndani kwa sababu kosa la ugaidi halina dhamana. Asubuhi yake wakati naenda kumuona Oysterbay, tukaongea, akapata na huduma.
Jioni ya siku hiyo kimya kimya akasafirishwa kutoka Dar es Salaam akapelekwa Mbeya. Na kwa nini alipelekwa Mbeya? Alikuwa anaenda kuunganishwa na rais wa sasa wa chama cha mawakili Tanganyika TLS, ndugu Boniface Mwambukusi na Mdude Nyagali. Wanaenda kuunganishwa wapewe wote kesi ya ugaidi. Kwa Dr. Wilbrod Peter Slaa akasafirishwa mpaka Mbeya usiku wote na uzee wake na baridi. Attention please. Our train. Asubuhi kama saa 3 na wao wakawa wamefika, kwa sababu mimi nilipanda ndege, walikuja kwa gari. Tukaenda ofisi ya RCO Mbeya. Akasema kama ambavyo mliambiwa Oysterbay, Dr. Wilbrod Peter Slaa anashutumiwa kwa ugaidi. Nikauliza, huo ugaidi ameufanya akiwa Oysterbay polisi? Kwa sababu wakati anatoka nyumbani alikuwa anashutumiwa kwa uchochezi. Je, imebadilikaje? Wakasema hayo ni mambo ya kipolisi. Tukakaa pale, wakawaleta Mwambukusi na Mdude Nyagali ambaye ndo wanataka kuwaunganisha pamoja. Wakasema tunataka tuwapeleke mahakamani kwa kosa la ugaidi, lakini tunataka kuchukua kitu kimoja tu ili tumalize mchakato wa kuwapeleka mahakamani. Tunataka kuchukua sauti. Tukichukua sauti zenu tutakuwa tumekamilisha mchakato na tutawapeleka sasa mahakamani. Mimi nikakataa, nikasema hamwezi kuchukua sauti. Huwezi kuchukua sauti ya Dr. Slaa wala ya Mwambukusi wala ya Mdude, kwa sababu kama mmewashutumu kwa kosa kubwa la ugaidi kama hili, maana yake ni kwamba mna ushahidi wa wazi wa vitendo ambavyo mmevifanya, kwa sababu sheria ya kuzuia ugaidi inataka vitendo, sio maneno au kitu chochote. Sasa nilivyokataa, kikao kikubwa sana, akiwepo RCO, akiwepo mtu kutoka kwa DCI, akiwepo na makamishna wengine na polisi wengine, OCD na wengineo. Wakawa wanakomaa mimi nimruhusu au nimwambie mteja wangu Dr. Slaa akubali kuchukuliwa sample ya sauti. Na walikuwa wanatumia kigezo kimoja tu kwenye sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, the Criminal Procedure Act. Kwa kipindi hicho kifungu cha 59 kilikuwa kinasema polisi wana haki ya kuchukua sample za vidole kama kuweka kidole gumba, wana haki ya kuchukua sauti, wanaweza kuchukua sample ya vitu mbalimbali kwa mtuhumiwa. Kwa wakasema wanataka wachukue kwa sababu sheria inawaruhusu. Nikawaambia hamwezi kuchukua kwa sababu kwa kosa hili mimi naamini mna ushahidi wote, na sintawaruhusu mchukue kwa sababu sijui hiyo sauti mkichukua mnaenda kuifanyia nini, mnaweza kuondoa nini au mnaweza kuongeza kitu gani. Nikamwambia Dr. Slaa amekuwa mbunge, amekuwa balozi, amekuwa na nafasi mbalimbali, na huko kote sauti zake zipo, na kama alikuwa mbunge kwenye Hansard sauti zake zipo. Kwa hiyo kama mnahitaji tu sauti, mnaweza mkaenda hata bungeni mkachukua kwenye Hansard mkafananisha na sauti ambayo nyinyi mnayo, ambao mnamshutumu kufanya ugaidi. Baada ya mimi kukataa hivyo, wakaniambia kifungu kinaturuhusu. Nikamwambia kinawaruhusu, lakini kisome mpaka mwisho kifungu kile kinasemaje. Ukisoma kile kifungu kinasema polisi wana mamlaka ya kuchukua sample ya sauti, ya vidole na kadhalika. Na inasema ukikataa wanaweza kutumia reasonable force, wanaweza kutumia nguvu kidogo, nguvu inayostahili, ama unaweza kufungwa miezi 24. Miezi 24 ni miaka miwili. Sasa mimi nikawaambia kama kifungu hiki kinasema
anaweza kufungwa miezi 24. Nikawauliza polisi, nyie mnaweza mkamfunga Dr. Slaa kwa kukataa kuchukua sample? Wakasema ni mpaka twende mahakamani. Nikamwambia ndio maana nimesema mchukui sauti hapa. Kama mnataka mchukue sauti, twende mahakamani, tukapewe utaratibu, sauti ichukuliwe mahakamani, na sisi tubaki na hiyo sample, ili tuwe na uhakika kwamba hakutaongezwa chochote na haki itatendeka. Kwa sababu ni mahakama itakapotusikiliza. Hata kama nyie polisi mngesema mnataka afungwe, lazima mngepeleka mahakamani kwamba amekataa kutii amri ya kuchukuliwa sample ya sauti, na mahakama ingesikiliza kwa kuridhika, ndio ingeweza kumfunga hiyo miezi 24, na kama haijaridhika ingemwachia au ingeelekeza utaratibu gani ufanyike kuweza kuchukuliwa sauti. Tulibishana mpaka saa 10 ya siku hiyo. Baada ya kufika saa 11, Dr. Wilbrod Peter Slaa, Mwambukusi na Mdude wakaachiwa. Na hapo Dr. Slaa akarudishwa tena Oysterbay. Akafika kesho yake saa 4, nikapigiwa simu niende na wadhamini wawili wenye barua, wakamdhamini. Fikiria mtu ambaye alikuwa anashtakiwa kwa kosa la ugaidi, amepelekwa Mbeya, mara lile kosa likafutwa, alafu akaletwa, naambiwa niende na watu wawili kwa ajili ya kwenda kumdhamini. Askari aliyenipigia nikamuuliza, nakuja na wadhamini wawili kwa vipi? Ana kosa gani? Kosa la ugaidi halina dhamana, kwa nini nije na wadhamini wawili? Akasema wewe bwana, wewe walete. Nikapeleka wadhamini wawili, wakamdhamini Dr. Wilbrod Peter Slaa, akatoka na swala hilo likawa limeisha. Sasa hapa kwa nini nimeelezea sakata la Dr. Wilbrod Peter Slaa kama ambavyo nimeelezea la Mbowe? Ninataka kuonyesha kama ambavyo ilikuwa ni kesi ya kisiasa kwa Mbowe, na baadaye serikali ilipofanikisha jambo lake iliyokuwa inalitaka ikamwachia yeye na watumiwa wenzake, ndivyo hivyo pia kwa Dr. Wilbrod Peter Slaa, ambaye kimsingi Dr. Wilbrod, labda hamfahamu sababu ya kumkamata Dr. Wilbrod Peter Slaa na kwenda kumuunganisha na Mwambukusi na Mdude ni kwa sababu walikuwa wanapinga ule mkataba wa bandari. Hiyo ndio ilikuwa sababu. Kwa hiyo baadaye wakaifuta. Ndio maana ninasema makosa ya ugaidi nchini Tanzania yamekuwa yanatumika kisiasa, na sio kweli kwamba watu wanafanya ugaidi. Sasa nimeeleza juu ya kesi ya Mbowe, nimeeleza pia juu ya kesi ya Wilbrod Peter Slaa ambaye naye aliachiwa tu wakati alikuwa ameshutumiwa kwa ugaidi. Hivi karibuni, tangu tarehe 7 mwezi wa 7 2026 mpaka ninapozungumza, wamekamatwa watu zaidi ya 50 wakishutumiwa kwa ugaidi. Ukisoma mashtaka yao inasikitisha sana. Kwa mfano, yupo mtuhumiwa ambaye amepelekwa mahakama ya wilaya Kinyerezi, ambayo ni mahakama ya wilaya Ilala Kinyerezi. Anaitwa Athman Abdalla Muganda. Huyu anatoka kwenye kanda yangu. Ndio maana nimesema licha ya kwamba Dr. Nshala alizungumza, ni lazima na mimi nizungumze, kwa sababu na mimi kuna wananchi wangu wameathirika. Kupewa kesi ya ugaidi si kitu kidogo. Athman Abdalla Muganda anafanya shughuli zake Kariakoo za biashara. Tarehe 7 mwezi wa 7 2026 alijirekodi clip akionyesha hali ya Kariakoo kwamba hakuna watu, na akasema niko hapa lakini hatuwezi kufanya biashara kwa sababu leo watu hawapo.